إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, maudhui yetu ya leo ambayo ni mwendelezo wa hotuba yetu tuliyokuwa nayo wiki mbili za nyuma, au wiki moja baada ya wiki mbili ambazo kwamba zimetangulia nikiwa juu ya mimbari hii, nayo sio nyingine ni maudhu ya istighfar wa fadlihi wa thamarati. Maudhui yenyewe nilikuja kuzungumzia jambo zima la istighfar, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na fadla za mustaghfirina, fadhila wanazozikusanya wale ambao kwamba wamebeba sifa ya kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyonukuu ndani ya Qur'ani maneno ya Nabii Nuh alayhi salatu wassalam aliposema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. Aya hizi Mwenyezi Mungu ananukuu maneno Nabii Nuh alayhi salatu wasalam kwa umma wake. Kwa hiyo tukaona fadhila za istighfar wa makanatuha, na cheo cha kuomba msamaha. Tukafikia sehemu Mtume alayhi salatu wassalam akitueleza katika hadithi ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema katika hadithi hiyo al-Qudsi, ya bna adama, ewe mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajautani, hakika yako wewe endapo utaniomba mimi na utatarajia kwangu mimi, utarudi nyuma uache yale uliyoyafanya, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nitakusamehe kila jambo ulilokuwa nalo la makosa, na wala sitojali ni jambo gani ulifanya katika hizo dhambi. Ya bana adam, e mwanadamu, lau balagat dhunubuka anana sama, lau dhambi zako zitajaa duniani mpaka ziguse uwingu wa dunia, thumma astaghfartani, kisha baada ya dhambi hizo zote ulizofanya, bishatta anwa'iha, kwa sampuli mbalimbali ya dhambi, ukataka msamaha, ghafartu laka wala ubali, anasema nitakusamehe dhambi zote hizo pia wala sitojali nimefanya nini. Ya bna adam, e mwanadamu, innaka law ataitani biqurabil ardh khataya, lau utafikwa na mauti uje mbele yangu kwa mizigo iliyojaza ardhi kwa dhambi, thumma laqitani, alafu ufike mbele yangu mwanadamu wewe uliojaza madhambi dunia, la tushriku bi shay'a, lakini kwenye dhambi hizo
iwe hakuna dhambi la ushirikina ndani yake, la ataituka biqurabiha maghfira, basi na mie nitakujia kwa mizigo ya dhambi hizo kwamba ni msamaha. Namna ya fadhila ya istighfar, namna Muislamu anaporudi nyuma na kukomeka na dhambi alizokuwa nazo na kulitamka neno astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayhi, namtaka msamaha Allah juu ya kila dhambi na ninakomeka kwake, ninatubia. Mwenyezi Mungu anabadilisha dhambi hizo zote zinakuwa ni ajri njema. Hii ni sehemu ya hadithi ambayo nilikomea nayo kwenye hutuba yangu iliyotangulia wiki mbili nyuma. Leo tukiendelea mbele, laqad amara Allahu ta'ala. Sasa tuzingatie kwamba jambo zima la kuomba msamaha Mwenyezi Mungu ameamrisha, rasuluhu alimwamrisha mtume wake, acha sisi, bali Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Ibada hii adhim, labda watu walikuwa wanatarajia kwamba hotuba leo tuzungumzie masaili ya siku 10 za Dhulhijja, ama tuzungumzie masaili ya siyami yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa na fadhila zake. Lakini hapana bwana, mie siwezi kuichukua maudhui hiyo, kwa sababu ipo maudhui muhimu zaidi. Ama jambo zima la siyami yaumi Arafa ni jambo ambalo linazungumzwa kila siku, kila wakati, liko wazi. Na fadhila za siku 10 za Dhulhijja bila shaka zinaletewa dhikri yake kila wakati wa sala, nasimama mtu anazungumzia, na hivi ndivyo kawaida yangu kuzungumzia masail adhim ambayo yanahusu umma. Ikiwa tumelichukua jambo hili istighfar, Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake jambo hilo alayhi salatu wassalam, wa huwa atqal khalqi, naye huyu anaamrishwa kuomba msamaha ni katika vile viumbe vicha Mungu zaidi. Yani mtume ndio namba 1 kwenye uchaji Mungu. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, yeye ndiyo mchaji Mungu nambari 1. Yeye ndiyo salafu salih nambari 1. Yeye ndiye ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemsamehe dhambi zake, ma taqaddama, zile zilizotangulia, wa ma taakhara, na zile alizochelewesha kashasamehewa. Pamoja na yote hii anapewa amri ya istighfar. Nabii ambaye alisimama kwenye visimamo vya sala za usiku hata tafatara qadama, mpaka miguu yake ikavimba. Aisha radhiallahu anha anaambia Rasulullah, ya Rasulullah, wewe bwana umeshasamehewa dhambi zote zilizotangulia na zilizopita, mbona unajitesa kiasi hiki? Mbona inafikia hapa sasa upumziki hata miguu inapata kuvimba kwa kusimama? Anamwambia mke wake, awalam akun abadan shakura, hivi na mimi pamoja na msamaha Allah amenisamehe nisiwe mja mwenye shukurani? Sasa shukurani ya mtume, anasimama miguu inavimba kwa sababu ya uchovu wa kisimamo cha qiyamul layl, kwa sababu ya tahajjud, anasimama miguu inakwenda inavimba. Kumbe hiyo ni shukurani tu. Pamoja na yote haya, Mwenyezi Mungu anamwamrisha ya kwamba ashike istighfar pamoja na uchamungu aliyokuwa nao, bi ikhlasi din, na kwamba dini yake mtume ilikuwa imesafishika kisawasawa, haina shubha, haina shirk,
Leo anapatikaniwa mtu anasali pamoja na sala zake, lakini bwana, leo naamka kichwa sio kizuri bwana. Kinani kichwa bwana? Naamka kichwa kizito. Wakifa kile Ijumaa, mimi nikiamka kichwa kizito mpaka watu wameze kuswali. Watu wakishamaliza kuswali tu mimi nishapona. Una nini bwana? Na marohani bwana. Ana marohani. Marohani ni ng'ombe? Hapana bwana. Marohani ni mbuzi? Hapana, ni mashaitani wa kijini. Mashaitani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Adam alayhi salatu wassalam, inna hadha aduwwun lak, ewe Adam, huyu shetani, huyu Iblis ni adui kwako, walizaujika, na vile vile kwa mkeo pia ni adui, fala yukhrijannakuma, asija akakutoeni adui huyu minal jannati fatashqa, kutoka kwenye bustani iliyowaweka hii ya neema, mkaja mkapata tabu. Onyo hii Mwenyezi Mungu anampatia baba yetu Adam, ya kwamba huyu Iblis ni adui kwenu. Sasa anakuja Muislamu wa zama hizi anasema kwamba yeye ana wanyama wake wa kichwa, marohani wake, ikifika Ijumaa kichwa kinamuuma, ni kizito, mpaka Ijumaa iishe ndo awe sawa. Na kamwamrisha jini huyu, ukiswali swali na nguo nyeupe, afunge shuka nyeupe. Kwa hivyo anajishuka lake leupe mwenyewe. Mwingine ameatandika kitandani, curtain siku hiyo ni nyeupe, bed sheet ni nyeupe, kavaa shuka nyeupe. Kwa nini? Ana wanyama wake wa kichwa, yule anayetangaza kwamba huyu ni adui. Anasema atatakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni, yani nyie mnamchukua Ibilisi na kizazi chake, mnamchukua Ibilisi na kizazi chake. Kizazi cha Ibilisi ni rohani, subiani na mfano wake. Mnamfanya Ibilisi na kizazi chake auliya, kwamba ndio marafiki zenu, ndio jirani zenu. Yani we unaishi na jamaa hawa ndani ya nyumba yako, unadai kwamba ni wa ukoo. Min duni wa hum lakum adu, na kwenu nyinyi hawa wote ni adui. Haijalishi ni Ibilisi mwenyewe au vijana wake, ni adui. Bi'sa lidhalimina badala, anasema wallahi dhalim amejichagulia badali mbaya, amejichukulia rafiki mwovu. Ma ashhadtuhum khalqa samawat, marafiki aliowabeba wa kijini hatukuwahi kuwashuhudisha wakati tulipokuwa tunaiumba mbingu, wal ardh, wala hatukuwaita majini waje waangalie uumbaji wa ardhi, wala khalqa anfusihim, wala hata wakati tunayaumba hayo majini hayakuwepo yakishuhudia. Wama kuntu mutakhidha almudillina abuda, na wala mimi daima siwezi mbeba mtu mpotofu kumfanya msaidizi. Sasa inakuwaje leo Muislamu anajiita Muislamu, lakini kisheria wanaodai imani za marohani, wanaodai imani za wasubiani sio Waislamu? Sio Waislamu. Hakuna Muislamu anayedai kwamba ana rohani, hakuna. Na akitokea huyu si Muislamu. Uislamu uko mbali kabisa na masaili ya kirohani. Mimi na rohani wangu, hawa ni wa ukoo, hawa ni kadha. Tunasema haya ili watu warudi nyuma, atake msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Waman yakfuru bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, yule atakemkufuru shetani wa aina yoyote na akamwamini Allah, huyu amekamata kamba iliyokuwa imara ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake jambo zima la istighfar. Anamwamrisha mtume wake afanye istighfar, pamoja kwamba mtume alikuwa ni atqal khalqi, ni katika viumbe vicha Mungu zaidi duniani. Bi ikhlasi dini,
na kwamba mtume alikuwa ni wa kwanza kwenye kuitakasa dini ya Allah, kwamba adumu na istighfar. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume wake, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, e Muhammad, kwanza tambua, kuwa na ufahamu, kuwa na ilmu ya kwamba hapana anayepasa kuabudu kwa haki illa Allah. Tambua uzito wa la ilaha illa Allah, wastaghfir li dhanbika. Ukishashika la ilaha illa Allah, nukta ya pili, leta istighfar ya dhambi zako. Leta istighfar baada ya la ilaha illa Allah. Inapokuwa sawasawa, sema astaghfirullah. Walilmu'minina, na jambo hili hata kwa waumini pia. Waumini, nukta ya kwanza, watamke la ilaha illa Allah khalis. Wakishashika Uislamu uliosafishika na ushirikina, hauna Uislamu, hauna rohani, hauna subiani, hauna jini yoyote. Hakuna backup ya kwamba uwezi fikia kupata senti mpaka backup ya majini. Hakuna Uislamu huo, hakuna. Hata waumini wanatakiwa kwanza waisafishe dini. Ikishakuwa dini imekuwa safi kwao, amri ya pili, walete istighfar. Walmu'minati, na waumini wa kike nao pia barabara ni hiyo. Mahesabu ya mapete za mashetani tutupilie mbali. Avae mtu pete aliyoipenda mwenyewe kwa roho yake. Aivae Muislamu pete aliyoipenda yeye mwenyewe kwa roho yake, sio zile majipete wanazovaa kwa ajili ya mashetani, au jipete mtu anavaa akidai kwamba lina mvuto wa biashara, pete za bahati, sijui pete za nini. Hii yote si katika imani ya Kiislamu, sio. Muislamu azamakizi leo kuamka asubuhi na kusoma dua imekuwa tabu kwake, imani hiyo hana. Lakini atakapoweka kitu avae, yani yeye hana wakati wa dua, kwamba amke bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiun alim. Hii kwake ni zito, hana wakati. Kwani ustadhi waonaje bwana, hakuna kakitu hivi? Yani atakapatoka kitu afunge mtoto kule, kumshika mtoto wake papa la uso, uidhuka bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Wakati huu hana, na imani ya hiyo pia hana. Hatosheki kwa kuisoma dua hii kwamba amemkinga mwanao, hatosheki mpaka afungwe mvuje, afungwe kiunoni, afungwe makaratasi, afungwe mavi ya mbuzi, kila kitu afungwe. Lakini kumsomea mtoto dua na kamwacha hivyo hawezi. Imani hiyo hakuna. Leo sarakasi hizi ziko na jamii inayonasibishwa na Uislamu, kwamba mtoto akishazaliwa huko amefungwa kiunoni, amefungwa sijui kifuana na nyingine kama mwanajeshi. Sasa unashangaa, huyo ndio yule ambaye alifundisha na Mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam, inna abakum Ibrahim. Mtume anasema hakika baba yenu Ibrahim alayhi salatu wasalam, kana, alikuwa akifanya nini? Akiwakinga Ishaq na Ismail kwa kusoma uidhukuma bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Inatosha kwa hasad, inatosha kwa ain, inatosha kwa kila kitu. Mtume anaamrishwa na Allah kwanza atasema la ilaha illa Allah, itambue vizuri hiyo. Ukishashika vizuri, leta istighfar. Na kadhia hii ni kwa waumini wanaume na waumini wanawake. Kwanza wamtambue Allah, alafu ashike ibada ya istighfar. Fakana sallallahu alaihi wasallam mulaziman li istighfar ana al-layl wa atraf an-nahar. Naye Mtume kwa amri hii akawa naye ameshika kweli kweli mchana wake na usiku wake. Hata qala an nafsi, mpaka yeye mwenyewe akasema juu ya nafsi yake, wallahi naapa kwa Allah, inni,
hakika yangu mimi mtume wenu, la astaghfirullah, daima namtaka msamaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilayhi, na natubia kwake, fil yawmi akthara min 70 marra, kwa siku zaidi ya mara 70. Maneno haya mtume anazungumza baada ya kiapo, anaapa kwa Mwenyezi Mungu juu ya nafsi yake mwenyewe ya kwamba mimi mtume wenu daima katika amalia naodumu nayo kwenye maisha yangu ya kila leo, namtaka msamaha zaidi Allah, zaidi ya mara 70. Astaghfirullah kalimatun adhima, ni neno zito sana. Istighfar ambayo anatakiwa Muislamu aishikilizie kila kwenye pumzi ya maisha yake, baada ya ikhlasi din, baada ya kwamba dini yake ameisafisha, haina masaili ya ushirikina kabisa. Hapa ndio kwenye mtihani mzito. Akubali Muislamu asiwe mshirikina, wala takunanna min almushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia, wala Muhammadi usiwe miongoni mwa washirikina, washirikina ambao waligawanya dini yao, waliipiga mafungu dini yao na kama kundi tofauti. Kullu hizbin bima ladayhim farhun, kila moja kwenye kundi lake akawa anajisifia kuburi. Kwa hiyo onyo la kuwa mshirikina kwa Allah anapewa Mtume alayhi salatu wasalam, sembuse mimi na wewe. Mtume wetu Muhammad anasema wala takunanna minal mushrikin, wala usikubali hata siku moja ukateleza ukawa pamoja na washirikina ama miongoni mwa washirikina. Na shirki inatofautiana kwa kila jamii, wana sampuli yao wanamshirikisha Allah, kila jamii. Sasa ukishatambua kwamba jambo hili ni shirki, usikubali kwa ndani yake, jitoe hapo. Ukishajitoa lete istighfar. Kapokea hadithi al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi sahih an Ibn Umar radhiyallahu anhu, hadithi inatoka kwa sahaba Ibn Umar anasema, kunna na'uddu li rasulillah, sisi tulikuwa tunahesabu kwa mtume, tulikuwa tunafanya hesabu kwa mtume, fil majlis wahid, katika kikao chake kimoja hivi, anapokaa kwenye kikao kimoja, 100 maratan yaqul, tunahesabu kwenye kikao hicho mara 100. Mtume anasema rabbi ghfirli, e Mola wangu nisamehe, watuba alayya, na unipe tauba, unifutie dhambi zangu, innaka anta tawwabur rahim, hakika ya Allah wewe ndiye unatoa tauba na mwenye huruma. Dua hii ya istighfar, Ibn Umar anasema tulihesabu kwenye kikao cha mtume, kila kikao chake tunahesabu, anapotamka maneno haya tunahesabu mara 100, akiyasema ya nakasikika rabbi ghfirli watub alayya innaka anta tawwabur rahim. Wanahesabu masahaba zake, wanapata kila kikao mtume akimtaka Allah msamaha mara 100. Sasa njoo kwetu leo, njoo kwetu leo, iwe mtu anafanya istighfar, mwenzake pembeni amwambie bado umefika 70, kama bid'a hiyo shekhi, si ndio? Sasa Ibn Umar sahaba huyu anasema tulikuwa tukihesabu kwa nani? Kwa mtume. Mtume anatoa istighfari hizo, tunahesabu sisi mara 100 kwenye kila kikao anapokaa, kwenye vikao vyake, mazungumzo yake, darasa zake anapotoa, tunahesabu kwenye vikao hivi analeta istighfari mara 100 kila wakati. Leo utapata masaili yote, yani hadithi sahihi kama zote zimefutwa, kila kitu bid'a mpaka watu wamebakia sasa hawajui kumwabudu Allah.
hawana ghira na ibada. Kila kitu hakuna, inabakia watu hawana kazi za kufanya. Kuna kazi za kufanya. Anasema Allah, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni, sapotianeni kwenye wema na uchamungu. Sio makosa bwana wale watakaofunga Jumatatu Alhamis kwamba ni sunna, tutakuwa tunakaa pale nyuma na chupa yetu ya kahawa na tende, watu wanatiana moyo kwenye ibada. Leo vikao hivi vimekufa, sunna zimezikwa bana. Hiyo haikuwekwa kwenye mtume, kwa mtume haikuwekwa hiyo, itabidi kila mtu afunge peke yake tu. Kwani Ramadhani hino? Sio kila kitu kija na timetable. Kuna majambo Waislamu wanapanga wenyewe timetable. Kuna majambo ya ibada ambazo zipo dalili zake. Waislamu kuweka timetable kwao si makosa. Njia za kutafuta radhi za Allah kwa ibada sahiha si makosa. Kwamba Waislamu ndani ya msikiti huu kuna wazee kadhaa, kuna vijana kadhaa, watu wanashindana kufunga kisha wapate iftari pamoja maghrib. Hii inatia moyo wa ibada, wala sio makosa kuweka kikundi cha Qur'an kwamba baada ya salatul fajri watu wanakaa kona ya msikiti wanasikizana Qur'an, sura fulani leo anza wewe aya 5 unakosea unarekebishwa, watu wanasonga mbele. Sio makosa, hii pia ni bid'a bana. Kila mmoja asome Qur'an kivyake. Asiyejua baki hajui. Wataawanu ala albirri wattaqwa, iko wapi kwamba watu wasaidiane kwenye uchamungu na wema? Iko wapi? Ndugu zangu, kwa hiyo mtume anaamrishwa atake msamaha. Ibn Umar anasema sisi tulikuwa nauddu li rasulillah, hesabu zetu kwa mtume, tunapiga hesabu kwa mtume. Katika kila kikao chake kimoja analeta istighfari mara 100. Hivi mtume alikuwa akizifanya kimya hizo alafu hesabiwe yeye mwenye peke yake huko pembeni huko kajificha, alafu sahaba anahesabu? Ni hivyo. Wa hakadha sha'nu arbabil azaim, na hivi ndio wale vigogo wa ibada na taa ndivyo walivyokuwa wanashirikiana kwenye kumcha Mungu, wanasaidiana kwenye taa. Hivi ndivyo ilivyokuwa, sio kila mmoja peke yake. Hizo ni mbinu za Mayahudi kuvunja Uislamu. Imefikia pahali Muislamu hasalimii Muislamu mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu huyu ana ndevu, huyu hana. Yule mwenye ndevu hasalimia ambaye hana. Yule mwenye kanzu fupi hasalimia ambaye kanzu yake imeshuka. Imefikia hapo hasalimii. Hapa pakiwa na conference fulani au darasa fulani, wale wengine hawahudhurii, hawafiki. Wala takunanna minal mushrikin, ala namuonya mtume usibebe tabia za washirikina, usio miongoni mwa washirikina Muhammad, alladhina farraqu dinahum, washirikina ambao waligawanya dini yao, walipiga mafungu dini yao. Sasa sifa kugawanyana ni sifa za washirikina. Waislamu ni watu wanakaa pamoja kwa sababu nabii wao mmoja, kalima yao moja. Ikhtilafu madhahib, ama zile tofauti za uelewa hazijalishi hizo. Leo Muislamu anakufa Muislamu eti anaomba dua akimshukuru Allah
arihna Allahu walbiladu, kwamba Mwenyezi Mungu ametupumzisha, ametupa pumzi sasa na hata miji imepata amani. Amekufa mtu fulani bwana, huyo aliyekufa ni mtu aliyetamka la ilaha illa Allah. Wakati mtume anakufa mushriki mbele ya macho yake, anaonekana amehuzunika. Sahaba anauliza hata hawa? Anaambia ndio, hawa nahuzunika kwa sababu ninawakosa hawa washirikina. Ndugu zangu, wale wazee wa istighfar akiwemo Mtume alayhi salatu wassalam, ahli al-iman wal ikhlas, watu waliobeba imani na uchamungu wa kweli, masahaba na mtume wake waliobeba uchamungu wa kweli, yaljauna ila Allahi ala dawam, wao daima wakirudi kwa Allah, wayukthiruna tauba wal istighfar, na wakikithirisha tauba na istighfar, sadiqina mukhlisin ghairi yaisin, tena wakitaka istighfar kwa ukweli na ikhlas, basi na kata tamaa. Qad malaat khashyatu llahi qulubuhum, ucha Mungu ulikuwa umeenea kwenye nyoyo zao. Ucha Mungu ulikuwa umeenea kwenye nafsi zao. Warasakhat fi maqami al-ihsani aqdamahum, na miguu yao ikawa inakanyaga kila pahali kwa wema, kila pahali kwa wema miguu yao inafika. Baada salatu al-fajri, leo kuna ndugu mmoja nimemfuata, nikamuuliza, ni ustadhi, nikamuuliza hii elimu aliyokupa Allah umefanyia nini? Akasema mimi nifanyia kazi. Kazi gani? Mimi nafundisha watoto madrasa. Kama hujafanya kazi, hujafanya kazi. Kazi ya ilmu ni dawa, na wala mtume hakukaa miaka yake yote na vitoto tu akifundisha alif ba, hakufanya hivyo. Mtume hakukaa wala sahaba zake eti dawa yake kufundisha vitoto tu, hapana. Bali mtume alidili na watu wazima, akiwaita kwenye ibada na uchamungu, akiwaita kwenye dini ya Allah. Leo ustadhi toka ametoka kusoma mpaka amezeeka, kazi yake kufundisha vitoto tu, hatoki. Wakati wazee wanakwenda motoni kwa ushirikina, yameganda na kijitoto kidogo tu. Kisha akirudi akikaa, bana, watu tablighi wako sawa wale, watu tablighi wala hawako sawa wale. Sasa wewe ndio uko sawa kufundisha vijitoto tu, uko sawa hivyo? Alitakiwa atoke kwa ajili ya Allah. walaula nafara min kulli firqatin taifat liyatafakkahu fi ddin waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi. Sio lazima watu wote watoke wasome dini, lakini wakitoka watu wachache kwenye mji au sehemu au kijiji, Allah amri anayotoa ni kwamba baada ya ilmu warudi makwao, wakafundisha dini huko watu wao, wakaonye watu wao, la'allahum yahdharun. Sio kuja kufundisha vijitoto tu, urudi kwa baba zao ukawafundishe maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Leo mzazi anakuja madrasa, anamleta mtoto, mtandio kwa mabegani, mtandio kwenye mabega, analeta mtoto wake, asema kwa mlango kule, nenda na mfuko wa mkate na juzu moja, aenda mpaka kama zinatoka. Eti mama hajavaa mtandio, atamtoa madrasa. Alafu eti ustadhi anafanya dawa hapo.
Ndugu zangu, Mtume alayhi salatu wassalam na sahaba zake wao walikuwa ni watu wa ikhlas din na istighfar ya kisawasawa, sadiqin na mukhlisin, ghairi yaisin. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba Mtume na Mtume mwenyewe. Allah amewaamrisha istighfar kila kona, na kwamba jambo hili ni lazima lifanywe kazi. Yani itakuwa ni bora kila msikiti iwe unawatoa watu kuifanya kazi ya dawa. Mtume alikuwa akitoa darasa msikitini kwake, na baada ya muda akiwatoa masahaba wakaifundisha dini. Leo durusi zote misikitini zinaendelea. Wapi imamu alichagua watu baadhi waliosikiza darasa mwaka mzima kwamba sasa nendeni huko, kuna watu hawamjui Allah? Wapi? Msikiti wote ambao unaujua pametolewa darasa za kila wiki na hotuba za Ijumaa, ikafikia pahali imam akaona Waislamu hapa wameshiba, wametosheka hadithi za Mtume, wanaweza kufanya dawa, achague fulani fulani, tokeni, nendeni Kinango, nendeni Davaya, nendeni Samburu, nendeni wapi, mufikishe dini ya Allah. Ipo. Mtume anamchukua Ali ibn Abi Talib, ambasir, nenda Ali hata tanzila bisahatihim, mpaka ufike kwenye kingo zao watu wa Yaman, mpaka ufike mbele za watu wa Yaman. Utakutana na watu min ahli kitab, watu waliopewa vitabu, Mayahudi na Wakristo. Tukutana nao huko. Jambo la kwanza tukalowaambia na kuita nalo ni la ilaha illa Allah. Jambo la pili wakikubali waite kwenye sala. Jambo la tatu wakikubali waite kwenye kutoa zaka. Wakifanya hivyo, khairul laka min humri na'am, ni bora kwako zaidi ya ngamia wekundu wa thamani kabisa kupewa. Leo msikiti upi ambao ulifanywa darsa mpaka maratibu wakaelimika, wakachaguliwa vikundi kwa vikundi kwa kufundisha wenzi wao? Upi? Ipo. Sasa dawa gani shekha anafanya msikitini miaka 10? Dawa ipo anayofanya shekhe wako au wangu ndani ya msikiti miaka 10? Yuko hapo, ni imamu hapo, na hawezi kumtoa hata ratibu mmoja akasema mbele ya watu akaongea, hawezi. Hakuna. Kwa Uislamu umebakia ni drama, tuna act, sio uhalisia Uislamu. Sisi tuna act kwamba leo ni Ijumaa, tunakuja kwa act hutuba ya Ijumaa. Baada ya maghrib inshallah kila Jumamosi tuna darasa, tuna act darasa, lakini hakuna natija. Durusi hizo hakuna. Na kama ingekuwepo, hebu elekezeni mwalimu wenu yoyote, nyie mnamjua, shekhe wenu yoyote aliyekufa akatamka la ilaha illa Allah kwa sauti kama sahaba. Yuko? Ukasikia bwana shekhe fulani ankufa, lakini mashaallah ampiga kalima na sauti bwana, kila mmoja kashuhudia leo karibu naye. Yuko? Kwa nini? Ni ngumu hata kwetu kuitamka. Hatupo kwenye kalima, hatupo. Watu wa kawaida tu, unasikia fulani amekufa, mashaallah katamka kalima kamaliza umri wake. Imamu yupi aliyekufa wewe unamjua ametamka ashhadu an la ilaha illa Allah wakati wa sakatu mauti yake? Yupi? Pia yeye anakufa ICU na magesi kabandiko kama sikioni. Huyo ni khatibu, huyo alikuwa ni imamu huyo. Pia yeye yuafa kwenye maoksijeni. Pia yeye kwenye maoksijeni roho imetururwa mpaka macho yamemtoka. Imamu yupi amekufa vizuri mpaka ukatamani kifo chake, kwamba fulani bwana alituswalisha alhamdulillah amekufa, anacheka? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu, istighfar Mtume alayhi salatu wasalam anaamrishwa, ambayo ni wajibu kwetu. Watu wafanye da'wa, Waislamu wanatakiwa wafanye da'wa, sio kukaa tu. Mtu aende kazini, arudi nyumbani kwake, aende kazini, nyumbani kwake msikitini, kazini, nyumbani kwake msikitini, mpaka mauti. Kaifanyia nini dini ya Allah huyu? Hakuweza hata kwa familia yake pia.
Hakuwezi. Kila siku ni mnyonge tu. Kila siku sisi tuswali, tukirudi nyumbani kazini, kazini nyumbani, msikitini. Basi hutaki shangazi yako asali, hutaki mjomba wako asali, hutaki kijana wako asali aijue sala, hutaki hiyo. Shatosheka sisi. Inna Allaha ataibun min dhanbi kama la dhanba Allah. Ndugu zangu katika imani, tukimalizia hotuba yetu kwa wakati huu, Mwenyezi Mungu anasema laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Lau nyie mungetaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, lau mungedumu na istighfar kwa Allah ili mupate kuhurumiwa, mupate kurehemewa, mupate rehema za Allah. Leo kila mmoja analia masala ya uchumi magumu, fedha hazitoshi, mambo yameharibika. Allah anatuuliza laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Lau hayo matatizo yote mungemtaka msamaha Mwenyezi Mungu mkahurumiwa, yani mkapata rehema za Allah, ndio yale matatizo akaondoka. Asiye na mtoto akapata mtoto, asiye na mke akapata mke, asiye na mume akapata mume, ambaye ameishiwa kiuchumi, uchumi wake uwe mwepesi kwake. Laula tastaghfiruna Allah, lau mungeshika istighfari mkataka msamaha Allah, la'allakum turhamun, ili mpate kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa istighfar ni moja ya sababu nzito za kupata huruma ya Allah jalla jalaluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.